Tumefika tamati ya uhai wa baraza kwa mujibu wa katiba kipindi cha miaka mitano. Kama ambavyo imesemwa, wajumbe wa baraza la wawakilishi kwa kiasi kikubwa sana wamejitahidi kufanya kazi yao kwa mujibu wa katiba, kushauri serikali, kuuliza maswali mbalimbali yanayowatatiza wananchi wanaowakilisha hapa, lakini kupitisha miswada mbalimbali ya sheria ambayo serikali imeleta kama mapendekezo. Hili ni jukumu lao kikatiba, na sisi kama Wizara ya Biashara na Maendeleo ya Viwanda kwa kweli katika kipindi hiki tumepitisha sheria zisizopungua 3 hapa ambazo zote zinalenga kuweka mazingira mazuri ya biashara na maendeleo ya viwanda. Chukua fursa hii kabisa kuwashukuru wajumbe wa baraza la wawakilishi ambao kadri na kupitia kamati hususan kamati ya biashara, utalii na kilimo ambayo kwa miaka yote hii mitano tumefanya nayo kazi kwa ukaribu. Wametushauri, wametuelekeza, na maoni yao kwa kweli tumeyachukua kwa uzito mkubwa, na ndio maana leo mnaona kwamba biashara imeendelea kushamiri. Kuna uingiaji mkubwa wa biashara wa bidhaa, lakini pia tunajipanga kuzalisha bidhaa za ndani na kutoa, kama ambavyo mmesikia Mheshimiwa Rais ameeleza kwamba mradi ule wa maeneo ya viwanda ambao serikali imewekeza umeanza kuibua matunda kwa kuwa na uwekezaji wa viwanda mbalimbali vilivyokuwepo kwenye maeneo yale. Kwa hiyo muda mfupi tutaanza, kama nilivyosema, kuanza kuexport. Kwa hiyo mimi niwashukuru wajumbe wengine wote. Kwa kweli mashirikiano yalikuwa makubwa, tumefanya kazi kwa ukaribu, na ushirikiano huu naomba waje watupe tunapokuja awamu nyingine. Nchi yetu iko katika hali ya utulivu na amani iliyoshamiri vizuri, alhamdulillah. Tumeongeza umoja na mshikamano katika nchi yetu, na hii yote inatokana na uongozi bora wa Mheshimiwa Rais wetu Dr. Hussein Ali Mwinyi. Kwa kweli tunamshukuru sana, lakini pia tunashukuru na kupongeza kwa maendeleo makubwa ambayo yamepatikana katika nchi yetu katika nyanja zote, sekta za kiuchumi. Uchumi umekuwa vizuri, mapato yameongezeka vizuri, lakini pia sekta ya miundombinu tunaona maendeleo makubwa sana katika ujenzi wa barabara, ujenzi wa miundombinu ya usafiri wa anga, usafiri wa baharini umekamilika vizuri sana na umetekelezwa zaidi ya matakwa ya ilani ya uchaguzi ya mwaka 2020-2025. Lakini pia katika sekta za huduma za jamii tunaona majengo yameimarika ya maskuli, primary, secondary, lakini pia na ufaulu wa vijana wetu umeongezeka sana kama alivyosema Mheshimiwa Rais katika hotuba yake. Lakini pia mahospitali yamejengwa ya wilaya katika wilaya zote, vifaa tiba vimepatikana kwa wingi, na kwa kweli huduma zimeimarika sana za sekta ya afya, lakini pia kwenye maji safi na salama, lakini pia huduma za umeme. Na pia la kufurahisha, Mheshimiwa Rais katika kipindi hichi amepunguza bei za kuunga umeme. Lakini kubwa katika hotuba kama alivyosema mwenyewe, mafanikio makubwa katika kuweka taasisi zetu sawa, kuziimarisha taasisi zetu ili ziweze kuwajibika. Sheria mbalimbali zimepitishwa, lakini taasisi kama ya kuzuia rushwa nayo imeimarishwa. Taasisi za kudhibiti, kuchunguza na kudhibiti hesabu za serikali, uwezo wake nao umeimarishwa. Taasisi pia za mahakama zimeimarika, majengo, lakini pia na watendaji wengi sana, majaji wengi sana wamepatikana katika kipindi hichi. Kwa ujumla mafanikio ni makubwa sana. Lakini nichukue fursa hii kumpongeza Mheshimiwa Rais wa Zanzibar kwa kutekeleza ilani kupitia serikali yako ya awamu ya 8, lakini nipongeze Mheshimiwa Spika, Naibu Spika na wenye viti wetu kwa kulisimamia vyema baraza letu la wawakilishi. Niwapongeze wajumbe wenzangu wa baraza la wawakilishi kwa kuisimamia vyema serikali katika kutekeleza majukumu ambayo, lakini kwa kupitisha fedha za serikali kila mwaka ili serikali iweze kutekeleza yale ambayo wamejipangia. Kwa ujumla, ukisikiliza hotuba ya Mheshimiwa Rais ambayo amewasilisha hapa, ambayo imetoa tunasema summary ya vipaumbele vya serikali yake kwa awamu ya kwanza na kwa jinsi gani vimetekeleza, unakuta utekelezaji ni zaidi ya 100% kwa kila sekta. Kwa sababu ziko sekta ambazo zimetekeleza katika utekelezaji wa ilani zaidi ya 320, wengine 210, wengine kwa hiyo ukifanya average utekelezaji kwa kila sekta ni zaidi ya 100%. Tunampongeza sana Mheshimiwa Rais, tunaipongeza sana serikali yake, tunalipongeza baraza la wawakilishi
kwa kuweza vyema kuwawakilisha wananchi na kutoa zile kero ambazo serikali imekuwa zikifanyia kazi. Kwa upande wangu kama ambaye nilikuwa na dhamana awali, nilikuwa na dhamana ya waziri wa utalii na mambo ya kale, kipindi ambacho kwa kweli ilikuwa ni changamoto kwa sababu dunia yote ilikuwa imekumbwa na maradhi ya corona, na kama ambavyo tunajua Zanzibar kama sehemu ya dunia tuliathirika sana, na kipindi kile biashara ya utalii ilikuwa down. Lakini ipongeze sana serikali, ilisimama imara kutafuta njia mbadala ya jinsi ya kukuza uchumi wetu na tukafanikiwa kwa asilimia kubwa. Lakini kwa sasa niko kwenye sekta ya elimu, sekta ambayo nashukuru sana na niwapongeze sana, nipongeze sana serikali kwa kuwekeza fedha nyingi kwenye sekta ya elimu. Ni ukweli usiopingika, wakati tunaingia serikalini tunapokea serikali ya awamu ya 8 kutoka awamu ya 7, bajeti ya Wizara ya Elimu yote ilikuwa ni milioni 265, lakini leo hii bajeti ambayo tumeisoma 2024-2025 ambao Mheshimiwa Rais ameikoti katika bajeti yake ni bilioni 830, kutoka 200 mpaka bilioni 800. Lakini bajeti hii 25-26 ambao nimeisoma tarehe 17 mwezi uliopita ni bilioni 860. Kwa hiyo maana yake kuna ongezeko kubwa la fedha za elimu, kuna ongezeko kubwa la fedha kwenye maslahi ya walimu, kuna ongezeko kubwa la fedha kwenye mikopo ya walimu kutoka bilioni 11 mpaka bilioni 33. Lakini yote hayo hayatoshi. Uwekezaji mkubwa ambao umefanywa na serikali kwenye sekta ya elimu, lengo lake kubwa ni kuondoa changamoto ya ufaulu wa wanafunzi. Tunapojenga yale majengo ya kisasa yenye huduma zote, si kwa ajili ya kupendezesha mazingira ya wanafunzi tu wasome kwenye mazingira mazuri, lakini ni kutoa fursa wao waweze kujifunza katika mazingira ambayo ni rafiki na kuongeza ufaulu wao na weledi wao.